Hujambo na karibu ndani ya JCTV, kini chombo chako cha habari cha mtandaoni kutoka mjini Johannesburg nchini Afrika Kusini. Hapa tunakuletea taarifa sahihi za haraka na zenye uhakika kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na zile ambazo zinamgusa mkongomani aliye nje ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tunakuletea habari za siasa, uchumi, mazingira, jamii, michezo na kadhalika. Ndani ya taarifa zetu utapata uchambuzi kutoka wachambuzi wetu, lakini pia ripoti mbalimbali kutoka kwa maripota wetu. Leo ni Jumanne, Aprili 14, 2026. Tulionayo hii leo: familia za askari polisi 54 wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wanaozuiliwa Kalemi na Lubumbashi zinataka waachiwe huru, zikisema wengine waliokimbia machafuko ya AFC M23 huko Uvira tayari wameachiwa. Thompson Unjibatangalwa William atakujia na ripoti kamili baadaye. Babwanetu walikimbiliaka Kalemi, jiska maintenant banafungwa, hakuna solution yoyote. Watu zaidi ya 10 wameripotiwa kufa maji wakati wakisafirisha biashara zao mjini Kalemi katika mkoa wa Tanganyika. Zuberi Ali atakujia na dondoo zaidi dakika chache zijazo. Usiku wa kuamkia leo majira kama ya saa 10 kuna boti au mtumbu ndani kulikuwa abiria na mizigo. Kwa taarifa za kweli ni kwamba boti au mtumbu huo umepinduka. Na kwa upande wa michezo, ligi kuu nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inaelekea kutamatika hatua ya awali ili kubaini timu zipi zitakazofuzu hatua ya playoff. Mwanamichezo wetu Ramadhani Kahambu atakuwa nao viwanjani hivi punde. Kuna hayo na mengine mengi, twende sote hadi tamati. Mimi naitwa Bedi Jean de la Croix, karibu. Na sasa tuangazie kwa kina taarifa zetu. Watu zaidi ya 10 wameripotiwa kufa maji wakati wakisafirisha biashara zao mjini Kalemi katika mkoa wa Tanganyika. Wakati huo mashirika ya kiraia inalahumu uongozi kutokana na ajali za mara kwa mara. Suberi Ali na mengi zaidi. Watu 13 wameripotiwa kufariki maji kutokana na ajali ya boti iliyokuwa ikitoka Tembwe kuelekea mjini Kalemi, kutokana na vyanzo vya habari tuliowasiliana navyo. Hata hivyo, idadi hiyo bado ni ya muda, huku wengine wakiwa bado hawajaonekana na waokoaji wakiwa wanaendelea kuwatafuta. Boti ndogo iliyokuwa imeabiri wafanyabiashara na mizigo yao waliokuwa wakitoka katika kijiji hicho kuja mjini Kalemi na biashara yao, wengi wao mpaka sasa hawajulikani walipo, huku biashara na bidhaa mbalimbali vikiteketea. Hata hivyo, mashirika ya kiraia mjini Kalemi yananyoshea kidole cha lawama kwa serikali ya jimbo la Tanganyika, haswa kuruhusu maboti hayo kutembea usiku. Mara kadhaa ajali nyingi zinaripotiwa katika ziwa Tanganyika kutokana na uchakavu wa boti ambao inashindwa kuhimili mawimbi ya ziwa Tanganyika. Biaisa ni makamu kiongozi wa NDC Chumvi ya Kongo. Usiku wa kuamkia leo majira kama ya saa 10 kuna boti au mtumbu ndani kulikuwa abiria na mizigo. Kwa taarifa za kweli ni kwamba boti au mtumbu huo umepinduka. Kwa sasa kuna ripotiwa maiti za watu ambao wamefariki na uokoaji unaendelea, na mpaka sasa kuna taarifa za kupotea vitu vingi vya samani, maana kulikuwa mizigo ya wafanyabiashara ambao mara mingi wanafanya shughuli zao kuelekea kwenye vijivili na kuvileta kwenye mji wa Kalemi. Ni swala ambalo kwa kweli tunaendelea kushutumu uongozi, maana kwa sasa kunaendelea kuripotiwa ajali nyingi ndani ya ziwa Tanganyika, na inaonekana wazi kwamba serikali haiwajibiki kwa kujaribu kukontrole uzito wa vitu ambavyo vinakuwa vinapakizwa ndani ya mitumbu hiyo ambayo inafanya hizo traffic kwenye vijiji vingi pale. Mara nyingi abiria wa kipato kidogo huamua kuabiri boti hizo ili kuendana na kipato chao, ambapo tunashuhudia upakiaji mkubwa wa boti hizo inakuwa sababu ya madhila kutokea. Milinganyo yangu Marcele, mchambuzi wa masuala ya kijamii, hapa akisema kuna baadhi ya mili ya watu haijapatikana na watu hawajulikani walipo, sababu timu ya uokozi bado iko inajaribu kujitupa huku na kule, na cha ajabu ni kuona wanaojihusisha na uokozi ni raia peke yao. Na tukiangalia vizuri hapa kwetu, timu gani tuko nayo ya kwenda majini kama timu ya uokozi hapa katika jimbo letu la Tanganyika katika ziwa letu la Tanganyika? Nafikiri tunazungumza hatuna. Mizigo mingi imepotea, hususan biashara, bidhaa mbalimbali zimekwenda na maji, na hiyo zaidi ni uzembe unatoka kwa serikali, sababu nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo
ina sheria ambazo zinahusu usafiri katika ziwa mbalimbali za DRC. Kwa mfano ziwa letu Tanganyika inakatazwa haswa kuingiza mtu kwenye boti na kama wale watu hawana maboya, lakini ukiangalia hakuna wenye kuwa na maboya, wanasafiri hivyo hivyo, na wakati sheria ipo na wale wenye kuhusisha maafisa ambao wako pale kwa kuangalia usafiri wa maji wanaona, wanapewa zao hongo na wanaruhusu watu kwenda. Serikali inabidi kuwajibika ili kuhakikisha swala hilo wanaweza kunusuru watu wasiwe wanakufa kila mara katika ziwa mbalimbali za nchi ya DRC. Kumbuka hakujafikia hata wiki moja watu walipoteza maisha katika ziwa Kivu huko jimboni Kivu Kusini. Serikali inashindwa kukamata majukumu yake ya kuweza kuwalinda raia vilivyo, na kama bado maafisa wenye kuhusika na usafiri wa maji watabaki wanachukua hongo kwenye bandari na wanaacha meli zisafiri hivyo na boti zisafiri hivyo, basi vifo vitaendelea kupatikana mara kwa mara. Na usisahau ya kwamba usafiri wenyewe hauangaliwi. Boti inatoka fasi usiku, wanakuambia boti imetoka takribani saa 8 usiku inajielekeza Kalemi. Kwanza moja, boti haina mataa ya kuonesha kwamba tunapita wapi, kuna nini. Serikali pia ipangilie watu wanatoka saa ngapi, hali ya maji ikoje, upepo haupo. Serikali inaomba kuhakikisha usalama wa raia wake na kudhibiti hali ya usafiri wa majini usiokuwa halali. Ni taarifa yake Zuberi Ali kutoka Kalemi. Kwingineko ni kwamba zaidi ya askari polisi 54 wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wanaozuiliwa Kalemi na Lubumbashi zinataka waachiwe huru, zikisema wengine waliokimbia machafuko ya AFC M23 huko Uvira tayari wameachiwa. Thompson Unji Batangalo William ametuandalia na kututumia ripoti ifuatayo kutoka Uvira. Mahakama ya kijeshi ya Kalemi katika mkoa wa Tanganyika yalianzisha Alhamisi Desemba 18 mwaka jana wa 2025 kesi inayowakabili askari jeshi na polisi wa taifa la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wanaotumiwa kukimbia vita mbele ya adui wao na kuto kuzingatia kanuni za kivita wakati wa mapambano baina yao na kundi la waasi wa AFC M23 tarafani Uvira, mkoa wa Kivu Kusini, mashariki mwa DR Congo. Jumla ni watuhumiwa 124 waliosikilizwa na mahakama wakati huo, kati yao askari 68 wa FRDC na askari polisi 56 wakitokea maeneo tofauti ya kikazi katika mkoa wa Kivu Kusini. Wamoja walitokea huko Minova, Kalehe, Kasheke, Kavumu, Bukavu na Uvira. Wanafamilia zao wamesema Wizara ya Mambo ya Umma na Haki ndiyo inayowafuatilia kwa kuacha miji na vijiji mikononi mwa M23. Kati yao wamoja wasadikika kuwekwa katika magereza mbalimbali kama vile Kasapa huko Lubumbashi, wengine Kalemi. Mjini Uvira hii leo, wake wa askari polisi 54 wanalalamika wakiomba waume zao kufunguliwa, kama huyu mmoja hapa akisema. Adui alipofika mwingine baba wetu bakakimbia kwenda Kalemi. Kila watu walikimbiliaka ya fasi. Sasa walifika Baraka bakabarudisha, sasa barudie tena. Sasa walifikaka maeneo ya kukaribia Uvira, tena adui bakanguka Mwambiskadi. Adui alikuwa alishakaribia. Pale kukukua tena komanduma ya kusema aseme babakie fasi fulani wala baende fasi fulani. Kila mtu tena halijaliwa neema ya kuponyoka akakimbilia fasi mbalimbali. Sasa babu anetu walikimbiliaka Kalemi. Jiska maintenant banafungwa, hakuna solution yoyote. Benye balikuwaka Burundi bashafunguliwa, benye balikimbilia Kinshasa balikuwa nafungiwa Kinshasa bashafunguliwa. Shi benye babwanetu benye balifungiwa Kalemi paka sasa bangali mukasho, na bengine bako Lubumbashi bangali tu huko, hakuna solution. Sasa hatujue tufanye nini. Si nashie tunateseka, njala, nyumba za watu za kupanga watoto, magonjwa, habasome, tunakosa cha kufanya. Ndio maana tunakuya mbelenu, mutusaidie, mutuambilie bakubwa, bafungule babwanetu, babaachilie. Juu hatujue kama polisi anaendaka kuvita. Balikuwa napenda jiunge na adui au bikuwae. Polisi haingi yake kuvita. Polisi ni kulinda raia na mali yake. Njoo tunajua shie. Polisi hakwake na bunduki. Ye kazi yake ni kulinda raia na mali yake. Lakini kuingia kufront hapana, haingi yake kuvita.
Njo mtusaidie bakubwa, mlalamikie bakubwa, mfikishe malalamiko yetu kama tunateseka. Kesi yao ilianza kwa utambulishwaji wa kila mshukiwa na eneo analotoka. Baadaye mahakama ikaanza mahojiano ya askari polisi mmoja baada ya mwingine kutoa maelezo ya kile kilichowapelekea kufika Kalemi baada ya machafuko yaliyoingia mjini Uvira. Mwendesha mashtaka mkuu wa mahakama ya kijeshi mjini Kalemi, Luteni Kanali Mudiunga Desire, wakati wa kusikiliza kesi hiyo alisema kuwa masambo hayo ni funzo na somo kubwa kwa askari polisi na askari jeshi wengine. Ikiwa sasa zaidi ya miezi mitatu familia za askari hao zinajikuta kuzoofika na kuomba serikali kuacha huru ndugu zao, haswa wake wa maaskari polisi, wakisema kuna askari polisi wengine waliokuwa wakizuiliwa katika sehemu mbalimbali za ndani na nje ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambao waliachwa huru, hivyo waomba ifanyike vivyo hivyo kwa waume zao. Le 9 Desembre mwingine ilipoanguka, mji wa Uvira ulipoanguka, majeshi na wapolisi walikimbia sehemu mbalimbali. Wamoja walienda Burundi, wengine walikimbilia Makobola, wengine kuendelea Baraka, wengine walienda Kalemi, wengine walienda sehemu mbalimbali. Lakini mshangao papa, tunaendelea kufuatilia, tunaona tunauzika sana. Bwana yetu ni wa polisi, walijitupaka sehemu za Kalemi. Walipofika huko wakashikwa wakafungwa. Mpaka hivi ilikuwa mwezi wa 12 tarehe 9. Hivi leo tunakuwa mwezi wa 4, hatuyapata suluhisho. Bwana wangali huko mateso, wanafungwa, hawapati dawa, hawapati chakula, magonjwa humo ni tabani. Sasa hatujui nini kama vile wakubwa wala serikali yetu ya Kongo wanawaza nini juu ya wale wafungwa. Kwa hiyo tunauzika sana na tunakuja kwenu kama vile wakubwa, mtusaidie sana. Mtusaidie sana, mfikishe kilio yetu kwa wakubwa biko. Waangalie gisi ya watu solution itaonekana kusudi basi wafunguliwe. Wakati mtu anakimbia adui, yani hapendi kutumika na adui na hapendi kujiunga na adui. Lakini sisi tunashangaa kama wanetu walikimbia, ndio walikimbia kusudi hawapendi adui na hawapendi kutumika na adui. Lakini wakati walifika Kalemi walifungiwa. Wanaonesha kama manake ni wajinga. Wanaona kama wenye walifanya manake hawakufanya vya maana. Lakini tunakusi papa journaliste, utusaidie sana. Tunakuja kwako tunakuletea malalamiko. Utusaidie sana. Kilio yetu tuko nayo sisi familia zao wa polisi ambao wanateseka. Biko 54 familia zinateseka hapa Uvira. Hatuna makuti, acha manyumba maparsele yetu, tuko mupangai, magonjwa, watoto walikuwa wanasoma, hawasomi tena. Yani tunabakia tu, hatuna msaada. Hao ndio walikuwa msaada wetu, au waume wetu ndio msaada wetu. Lakini tunabakia hivi si peke, tunaanza hangaika, njala, magonjwa. Tunakosa msaada. Saidie baba, tufikishie malalamiko yetu kwa wakubwa wa serikali ya Kongo. Baone hao baba huruma. Sisi familia tunaangamia, tunateseka. Hao ndio watetezi wetu. Sisi hatutajiwezea kitu kama hao wangali wanafungwa, tunateseka. Nao wanateseka huko kwenye wako. Hawakupenda kutumika na adui, walikimbia. Hawakupenda kujiunga, walienda kusudi wakutane wenzao waendeleshe kazi kwa walikimbilia. Lakini walipofika Kalemi waliwafunga. Paka hivi na kwa miezi 5 hatuyapata solution, wanateseka sana. Mwendesha mashtaka alieleza wakati wa kesi hiyo kuwa askari polisi na jeshi wanaozuiliwa walishindwa kumudu majukumu yao wakati ambapo serikali inatumia pesa nyingi katika sekta yao. Mahakama iliwahi kuahidi kwamba kesi bado itaendelea ikiwa mawakili watatetea wateja wao na watakao kutwa bila hatia kuachwa huru, swala linalopelekea familia kuendelea kusukuma wateteaji kutetea waume zao. Wenye walienda Kinshasa walishafunguliwa, si wenye tuko hapa tunateseka. Hao walitokea hapa Uvira, wengine walitoka Bukavu. Tunasikia mpaka hivi hao hawayatoka papa. Tunataka tufanye nini baba? Baba wetu ndio walikuwa kilio chetu. Tukekosa baba wetu ndio wanatutafutia.
hata ni budogo papa balikuwa banatusaidia tu. Sasa kwa leo baba, tutaenda wapi? Mutulilie kwa wakuu wa baba, tunateseka. Batoto 11 baba, ndababeba wapi? Haiko mi peke na wengine batoto 9, batoto 8 baba, tutaenda wapi? Mututetee kubakubwa, tunateseka baba. Kukosa chakula kwanza, tunakosa hata magonjwa na tusumbua sana papa. Tufanye nini sasa baba? Mtuambie basi kwenye tutaenda. Juu na sisi tukutanishe basi wa bwana yetu, juu tunateseka, si bote mtufunge basi. Hawakukimbia juu ya kusema banapenda adui, bali kimbia juu ya kuchukia adui. Sasa papa, tufanye nini? Mtupatie nyipeke gizi tutafanya. Juu tunateseka sana. Na batoto banateseka. Tunaanza zika mumoya juu ya njala papa, tufanye nini? Bodi kubwa la mawakili liliundwa mwishoni mwa mwaka jana ili kutetea washtakiwa wote hao. Thompson Unjibata Ngalo William, Uvira, JCTV. Ni ripoti yake Thompson Unjibata Ngalo William kutoka Uvira huko katika mkoa wa Kivu Kusini. Ripoti ya shirika la kimataifa la OCHA imedai zaidi ya watu milioni 2 walikimbia huko Kivu Kusini na kusababisha kuwa jimbo lenye wakimbizi wengi nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ramadhani Kahambwe na taarifa zaidi. Jimbo la Kivu Kusini linaonekana kuwa jimbo lililoathiriwa zaidi na mzozo wa wakimbizi wa ndani katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kulingana na takwimu za hivi karibuni zilizotolewa wiki iliyopita na ofisi ya Umoja wa Mataifa ya kuratibu masuala ya kibinadamu OCHA, jimbo hilo pekee lina takriban watu milioni 2.4 waliokimbia makazi yao, idadi kubwa zaidi nchini humo. Kulingana na OCHA kimataifa, DR Congo ina rekodi zaidi ya wakimbizi wa ndani milioni 5.61 miongoni mwa majimbo 26. Kivu Kusini pekee inazingatia karibu 44% ya watu hawa, na hivyo kuthibitisha ukubwa wa mgogoro katika eneo hili la mashariki mwa nchi. Kati ya Januari na Februari 2026, zaidi ya watu 300,000 wapya walilazimika kukimbia makazi yao, hasa katika majimbo ya Kivu Kusini, Kivu Kaskazini na Tanganyika. Kulingana na OCHA, uhamishaji huu mkubwa kimsingi unahusishwa na kuongezeka kwa mapigano ya silaha. Kwa kushangaza, Kivu Kusini pia iko kileleni mwa majimbo ikirekodi idadi kubwa zaidi ya watu waliohamishwa kurejea katika maeneo yao ya asili. Marejesho haya mara nyingi hutokea mara tu utulivu unapoonekana, hata kama ni tete. Kulingana na OCHA, majimbo ya Kivu Kusini na Kaskazini yanazingatia mtawalia 67% na 20% ya harakati hizi za kurudi, ikionyesha uvumilivu wa idadi ya watu na uhasama unaoendelea wa hali yao. Licha ya mienendo hii ya kurudi kwa ndani, suala la kuwarejesha makwao wakimbizi wa Kongo wanaoishi hasa Burundi bado halijatatuliwa. Wengi waliorejea bado wanasubiri kuthibitisha kwa mfumo wa pande tatu kati ya Burundi, shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia wakimbizi UNHCR na DR Congo. Ni ripoti yake Ramadhani Kahambu. Tukamilishe taarifa zetu hii leo na habari za michezo. Ligi kuu nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inaelekea kutamatika hatua ya awali ili kubaini timu zipi zitakazofuzu hatua ya play-off. Baadhi ya timu zinawania hatua hiyo. Na wadau wetu Ramadhani Kahambwe na uchambuzi zaidi. Kwenye ligi kuu nchini Kongo, kwenye hatua ya makundi tayari washajulikana baadhi ya vilabu wale ambao wanaweza wakaingia kwenye hatua ya play-off. Kwenye group A tayari Tupuisa Mazembe washajikatia tiketi ya kwenda kwenye play-off. Saint-Eloi Lupopo, Don Bosco na AS Simba, hivyo ni vilabu 4 ambavyo tayari vishajikatia tiketi ya kwenda play-off, ingawa kuna baadhi ya vilabu kama TP Mazembe, Lupopo na Don Bosco hawajakamilisha ratiba, bado wamesalia na mchezo mmoja mkononi. Lakini AS Simba tayari wameshacheza michezo yao 30 yote wakiwa wamekamilisha ratiba ya ligi kuu nchini Kongo. Kwenye msimamo wa ligi bado wanaelekea kwenye play-off. Lakini group B tayari baadhi ya vilabu vishajikatia tiketi ya kuingia moja kwa moja kwenye play-off. Les Aigles du Congo, lakini vile vile AS Maniema Union washakata tiketi ya kuingia kwenye play-off vile vile. Lakini AS Vita Club, FC Celeste na AS Dauphin Noir, hapa kunahitajika vilabu viwili ambavyo vitaungana na Maniema na Les Aigles du Congo ili kufanya vilabu 4 kutokea group A
na vinne kutokea group B watacheza ile hatua ya ligi ya playoff ili kumtambua bingwa ni nani na vilabu vitakavyowakilisha kimataifa. Celeste wana pointi 43 huku AS Dauphin wana pointi zao 42, lakini AS Vita wana pointi 44, Celeste wana pointi 43 huku AS Dauphin wana pointi 42. Kila mmoja amebakiza mchezo mmoja ili kuungana na AS Maniema Union na Les Aigles du Congo ambao tayari washaenda moja kwa moja kwenye playoff. Lakini DSMP, klabu yenye historia kubwa, tayari imeshashuka daraja baada ya kukatwa pointi zao 24 kutokana na utaratibu ambao walikuwa wamedaiwa pesa za usajili. Kwa hiyo wakakatwa pointi kwa kutokana na agizo kutokea FIFA. Kwa hiyo DSMP watacheza Ligue D kwa msimu ujao. Wana pointi zao 10, wapo kabisa mwishoni mwa msimamo. Lakini vile vile tukitoka hapa nchini Kongo tuelekee kwenye ligi ya mabingwa barani Ulaya moja kwa moja. Kutakuwepo michezo kadhaa kule barani Ulaya ambapo siku kesho PSG watakuwa ugenini kwenye uwanja wa Anfield kukipiga dhidi ya Liverpool, ambapo PSG waliondoka na ushindi wa bao 2-0 dhidi ya Liverpool. Lakini vile vile Atletico Madrid dhidi ya Barcelona. Ni mwanamichezo wetu Ramadhani Kahambwe na ni mwisho wa habari zetu. Naitwa Bedi Jean de la Croix. Kwaheri kwa leo.